Iran yaonya, tuko tayari kutoa jibu la maangamizi dhidi ya uchokozi mpya. Jeshi la Walinzi wa Mapinduzi ya Kiislamu limetangaza kwa majeshi ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran yapo kwenye kiwango cha juu kabisa cha utayari na yatatoa adhabu yenye maangamizi ya kuzimu iwapo adui yataanzisha tena vita au shambulio lolote la kichokozi dhidi ya nchi. Katika taarifa iliyotolewa Jumapili na kamandi kuu ya IRGC, jeshi hilo liliweza kuadhimisha kumbu ya kukombolewa kwa bandari muhimu ya Khorramshahr mnamo Mei 24, 1982 baada ya siku 578 za uvamizi wa Iraq wakati wa vita vya kulazimishwa vilivyodumu miaka 8. Taarifa hiyo ilisema kuwa baada ya miaka 44 tangu ushindi wa kihistoria wa Khorramshahr, taifa la Iran kwa mara nyingine tena limeibuka mshindi baada ya siku 40 za mapambano na mashambulizi ya kulipiza kisasi katika vita vya 3 vilivyolazimishwa na ambavyo hatimaye vilimfanya adui kuomba usitishaji vita wa fedheha. Taarifa hiyo imebainisha kuwa majeshi yenye nguvu ya nchi hiyo yapo kwenye kiwango cha juu kabisa cha utayari wa kijeshi na uwezo wa kuzuia adui katika nyanja zote: makombora, anga, majini, ardhini, anga za juu na hata mtandao. Ni wazi kwamba uchokozi wowote mpya utajibiwa kwa nguvu ya maangamizi ndani ya eneo na hata nje ya mipaka ya ukanda huu. Iran imekumbana na vita vitatu vya kulazimishwa katika miongo iliyopita: vita vya Iraq vya miaka 1980 na mashambulizi mawili ya kijeshi ya Marekani na Israeli, moja la siku 12 mnamo Juni 2025 na lingine la siku 40 mwaka huu. Shambulio la hivi karibuni lilianza Februari 28 na likasitishwa Aprili 8 kupitia upatanishi wa Pakistan. Kamandi kuu ya IRGC imesema kuwa katika vita hivi vya tatu, majibu makali ya majeshi ya Iran pamoja na ushiriki wa wananchi yaliangamiza ndoto za adui na kuvuruga njama zake zote. Taarifa hiyo iliongeza kuwa somo muhimu lililopatikana kutoka kwa ushindi wa Khorramshahr ni kutegemea nguvu za ndani na kujenga uwezo wa kuzuia adui kwa vitendo. Pia ilibainisha kuwa maendeleo ya Iran katika nyanja za nyuklia, makombora na sekta zingine za ulinzi yamemlazimisha adui kupanga upya mahesabu ya kimkakati. Rais wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran Masoud Pezeshkian amesisitiza kuwa Iran inataka kurejesha haki zake halali katika mazungumzo na Marekani. Hata hivyo, ameeleza kuwa uzoefu mchungu wa majadiliano ya huko nyuma na Washington unaifanya Teherani kusonga mbele kwa tahadhari kubwa. Akizungumza kwenye kikao na mkuu wa majeshi ya Pakistan Field Marshal Azim Munir siku Jumamosi, Rais Pezeshkian amemshukuru kwa juhudi zake na serikali yake katika kuimarisha amani na usalama wa kikanda. Rais Pezeshkian amesema watu na viongozi wa Pakistan ni ndugu zetu na tuna mapenzi ya dhati kwenu. Sisi Waislamu ni mwili mmoja, hatuna budi isipokuwa kuungana. Lazima tujitahidi kupitia ushirikiano kuboresha hali zetu na za Waislamu wote ulimwenguni. Rais wa Iran amesisitiza kuwa Waislamu wanapaswa kuimarisha umoja na mshikamano wa umma wa Kiislamu kupitia masuluhisho ya kivitendo na kuimarisha zaidi uhusiano wa kiuchumi, kijamii, kisiasa na kiutamaduni baina yao. Akiashiria kujitolea kwa Iran kwa mifumo ya kisheria ya kimataifa, Rais Pezeshkian amesema, tunataka kurejesha haki za taifa letu, lakini historia na uzoefu wetu wa mazungumzo na Wamarekani vinatulazimisha kuwa na tahadhari kubwa. Rais wa Iran amesisitiza pia kuwa vita vijawahi kuwa na faida kwa yeyote, akiongeza kuwa Marekani haitashinda katika mzozo huu. Nchi za eneo hili na dunia nzima ndizo zitakazopata hasara kubwa. Utawala wa Kizayuni ndio upande pekee unaotaka kulinda maslahi yake katika eneo hili kupitia vita na machafuko. Rais Pezeshkian amebainisha kuwa Iran haina imani na Marekani kutokana na ukiukwaji wa mara kwa mara wa majukumu yake, kuanzisha mashambulizi wakati wa mazungumzo na mauaji ya maafisa wa Iran. Katika mazingira haya, Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, ikitegemea uhusiano wa kindugu na nchi rafiki kama Pakistan, imeanza njia ya mazungumzo. Amesema, akisisitiza kuwa lengo kuu ni kulinda maslahi ya taifa la Iran kupitia njia zinazofaa. Kwa upande wake, Field Marshal Azim Munir ameeleza kufurahishwa kwake na mkutano huo na kusema mchakato wa mazungumzo unaendelea vizuri. Akimsifu rais wa Iran, mkuu huyo wa jeshi la Pakistan ameongeza kuwa utawala wa Kizayuni wa Israeli unatafuta maslahi yake kupitia mgawanyiko na mivutano miongoni mwa Waislamu. Kamanda Munir amesisitiza kuwa utawala huo wa Kizayuni una uhasama mkubwa kwa yeyote anayejitahidi kutatua mizozo na hauna nia kuwa na utulivu na usalama katika eneo hilo. Amehitimisha kwa kusema kuwa lengo lake ni kurejesha utulivu na kuzuia kuendelea vita, akitarajia kuwa mazungumzo yanayoendelea yatakuwa na matokeo mazuri kwa Iran na nchi zote za Kiislamu. Mnamo Februari 28, Marekani na Israeli zilianzisha vita haramu dhidi ya Iran
kwa kumuua kiongozi wa mapinduzi ya Kiislamu Ayatollah Said Ali Khamenei, raia wa kawaida wakiwemo watoto wa shule, wanasayansi na makamanda kadhaa wa ngazi ya juu wa kijeshi. Katika kujibu uchokozi huo, majeshi ya Iran yalifanya wimbi 100 la mashambulizi ya kulipiza kisasi ndani ya siku 40, yakilenga vituo vya kijeshi vya Marekani na Israeli na kusababisha uharibifu mkubwa. Vilevile, spika wa bunge la Iran Mohammad Bagher Kalibaf amesema kuwa Iran haina imani yoyote na Marekani na kwamba haitarudi nyuma kamwe katika kutetea haki zake na za kitaifa wakati wa mazungumzo na Marekani yanayolenga kuhitimisha vita kwenye eneo lote la Asia Magharibi. Kalibaf amesema hayo katika mkutano na mkuu wa majeshi ya Pakistan Field Marshal Asim Munir. Lakini taarifa nyingine pia nilipokea ni kikosi cha wanamaji cha jeshi la Irani la walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu kimetangaza kuwa meli 25 zikiwemo meli za mafuta, meli za mizigo na meli zingine za kibiashara zimevuka lango bahari la Hormuz kwenye kipindi cha saa 24 zilizopita hadi kufikia Jumamosi baada ya kupata idhini na chini ya uratibu wa kiusalama wa jeshi hilo. Kulingana na taarifa iliyotolewa na jeshi la majini la IRGC, siku ya Jumamosi meli hizo zimevuka njia hiyo muhimu ya maji baada ya kupewa idhini na kupatiwa ulinzi za jeshi hilo. Taarifa hiyo imeongeza kuwa udhibiti wa kiusalama wa lango la Hormuz unaendelea kwa nguvu kamili licha ya hali ya kutokuwa na usalama iliyojitokeza kufuatia uchokozi wa jeshi la Marekani. Iran ilifunga lango la Hormuz dhidi ya maadui zake na washirika wao kufuatia uchokozi wa hivi karibuni wa Marekani na utawala wa Kizayuni dhidi ya nchi hiyo ulioanza Februari 28 na kuendelea kwa siku 40. Zipo taarifa zilizotolewa kwamba mkuu wa ujasusi wa rais wa Marekani Donald Trump amejiuzulu kwa mashinikizo ya White House, huku vita dhidi ya Iran zikitajwa. Mkurugenzi wa ujasusi wa kitaifa DNI wa rais wa Marekani Donald Trump, Tulsi Gabbard, amejiuzulu kutokana na shinikizo kubwa la ikulu ya White House baada ya kupinga vikali vita vya uchokozi vya Marekani dhidi ya Iran. Gabbard, ambaye aliongoza jumuiya kubwa ya ujasusi ya Marekani na kuratibu shughuli za ujasusi katika mashirika mengi ya ujasusi ya nchi hiyo, ametaja rasmi ugonjwa mbaya wa mumewe kama sababu ya kujiuzulu. Katika barua ya kujiuzulu iliyochapishwa kwenye X Ijumaa, Tulsi Gabbard alitangaza kwamba Abraham Williams amegunduliwa na aina mbaya na adimu ya saratani mifupa. Hata hivyo, vyanzo vingi vinavyofahamu jambo hilo kwa undani vimethibitisha kwa Reuters kwamba chanzo halisi cha kuondoka kwake ni mashinikizo yanayoongezeka kutoka ikulu ya rais wa Marekani baada ya Gabbard kupinga vikali na mara kwa mara uamuzi usiofaa wa Marekani na Israeli wa kuanzisha vita dhidi ya Iran bila tishio lolote la karibu kwa usalama wa Marekani. Hata hivyo, baadhi ya itilafu kati ya rais wa Marekani na mkuu huyo wa zamani wa jumuiya ya ujasusi ya Marekani zimeibua mashaka kwa kujiuzulu kwake kutokana na masuala ya kisiasa. Moja tofauti kuu kati ya Trump na Gabbard ni kuhusu suala la mpango wa amani wa nyuklia wa Iran. Kabla ya shambulio la Marekani dhidi ya Iran mwezi Juni mwaka jana, vilivyojulikana kama vita vya siku 12, Gabbard alisema kwenye kikao cha bunge la Congress kwamba kutokana na taarifa zilizokusanywa na jumuiya ya kijasusi ya Marekani, Iran haikuwa na nia ya kutengeneza silaha za nyuklia na kwamba shughuli zake za nyuklia hazikuwa tishio kwa usalama wa Marekani. Shukran kwa Babu Kivita.